Biblia inasema na aliye dhaifu na aseme. Neno la Mungu linasema na aliye dhaifu na yeye aseme. Mbona naongea na watu wawili? Na aliye tasa aseme. Kwamba mimi ni tasa. Na aliye maskini na aseme. Nimesikia Renata peke yake ndio kwa tajiri mwanangu. Na ambaye hawezi aseme mimi. Na aliye chini aseme mimi. Maana yake ikiwa mbele yako uko mlima, kwa kuanza kuvaa uhodari na ushujaa, nasema nitaupandia huo mlima, kitaeleweka. Haijalishi utakutana na mangapi, kwa sababu operation inayofanya kazi ndani ya mtu ni kile kitu ambacho amewahi kukisikia, akakiingiza ndani yake, kikavaa kitu ndani yake, kikatokea kitu ndani yake, kikazaa kitu ndani yake, kikaanza matokeo ya mwili. Yaani kuna vitu ambavyo umeshindwa, wenzako wameweza, kwa sababu kwenye kushindwa kwako wewe ulisema siwezi, wenzako akasema ninaweza. Naongea na mtu mmoja kwenye ibada. Kwa hiyo hakikisha tunapomaliza mfungo na unapotoka kwenye ibada, siri moja ni kuendelea kuimarisha mtu wako ndani. Umahali kwenye udhaifu useme mimi naweza. Mahali ambapo naona unakwama unasema hapa lazima nitapanuka. Hamulima. Aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Na tuseme kwa sababu ya kufurahisha watu. We are speaking kwa sababu hicho kitu kiko ndani yetu. Tumekijenga ndani yetu. Tunakiishi ndani yetu. Sio kitu tu kimetokea hewani. Unaweza kaamua kuacha madini kwanza ukasema mimi sitakuwa kama hao wanaovaa madini 5,500, nguo za 5,500. Mimi ni mwisho. Unaweza kuamua tu. Unaweza kuamua kubadilisha maisha. It is possible. Ukasema imetosha kwenye chumba cha visa, naanza na chumba cha umeme hiki cha 30 tutapambana tu. Amina. Inatosha, inawezekana. Badilisha mtazamo. Na mtazamo mbadiliki kutoka mwilini, unabadilika kuanzia ndani. Amen. Sinaongea na watu wawili watatu haya hapa. Mtazamo wa mtu unaanzia mtu kutoka ndani. Wewe unashuka fulani. Wakati ule wanyuma sana, nikiwa nimesoma chuo, nilienda kujisajili chuo kimoja. Kile chuo kumbe kilikuwa kimesajiliwa na serikali. Nikalipa ada ya mwaka mzima kama 900 na kitu. Sasa unaweza kupiga hesabu 900 ya mwaka 2008 na 9 ilikuwa ni hela kama milioni 2 ya sasa hivi. Kwa uchumi ambao tunapanda. Tulipolipa ile ada na baadhi ya ndugu wengine tulikuwa wewe, yule mwenye chuo akakimbia. Kwa hiyo tukarudi mtaani. Akili yangu ikaanza kuwaza, nyumbani sisi ni jamii iliyo maskini, ni familia hatuna mwelekeo. Nikirudi kwanza naenda kuambia ni wazazi, kwanza naenda kwa pressure mle, shamba limeshauzwa, hawa karibu. Nikasema hakuna kurudi kijijini, hapa lazima tutakomaa, tutaeleweka vizuri. Na chuo nitasoma. Amen. Kwa hiyo chuo kikaisha, nikarudi mtaani. Kwa tunapanga chuma mtaani na ndugu moja. Ule wakati ule tuko Morogoro. Nataka nikwambie, aliye dhaifu aseme mimi naweza. Nataka nikwambie jinsi ya kujenga mtu wako ndani. Nikasema nikimaliza tafundisha point zake za haraka na speed na tatuza. Sikiliza mami. Nikaanza kusema hivi, mimi ninaingia mtaani. Nikaanza kufanya biashara ya machini. Stendi. Kwa hiyo nikiwa niko stendi nikiuza maji, nikiuza biskuti, nikiuza hizo wazi za kiki hizo mwanzo unaenda stendi, nina kasoro kangu pamoja hivi, nimekakata hapa.
Ninapokuwa na wale wanauza, tunauza nao machinga, ndani yangu inasema mimi hii sio kazi yangu. Kuna mahali ninaenda. Sasa wenzangu wanaanza kunichukulia kama huyu jamaa tuko naye ni wa kwetu tu, kama vipi wewe. Kuna watu wanakuona mtaani wanafikiri wako na wewe. Badilisha mtazamo wako ndani kwamba leo niko Mbagala, kesho kuna kitu kinatokea, kesho kuna kitu kinatokea. Kuna maisha ninabadilisha. Shika mtazamo wako ndani kwanza. Kwani kama wale ndugu kaanza kuuza, nishemishe vipi? Umetokea Morogoro mjini tunaenda. Wale kwa biashara tunauza. Mimi kila siku nahakikisha kwenye kibubu niweka shilingi 1000. The target is lazima niende chuo, maana ada imeshapigwa. Hakuna namna nitawaambia wazazi shamba imeshauzwa. Ninafanya nini? Nirudi kijijini nikakate mkaa? Hakuna, siwezi kurudisha mpira kwa kipa. Usirudishe mpira kwa kipa mwanangu. Amen. Nasema usirudishe mpira kwa kipa mwanangu. Amen. Usikubali kushinda mwanangu. Amen. Usikubali kurudi nyuma mwanangu. Amen. Mbona wewe unaweza? Amen. Imanisha tu mtu wako ndani. Amen. Unajua mimi tu ni house girl. Kuna watu walitokea house girl leo ni mama mwenye nyumba. Amen. Yana alikuja kwa house girl mjini, alikuja. Yana alipokuja walikuwa wanaita house girl. Sasa hivi anaitwa mama mwenye nyumba yake. Leo heshima. Hapo unashangaa eti mtu umeshatolewa huko siku Njombe vijijini. Kuja hapa mjini Dar es Salaam. Alafu nakubali kurudi tena Njombe. Ukaende kuolewa. Asiwe mtu atakayepatikana hapa katika jina la Yesu. Ukirudi kule rudi na ushuhuda kwamba niliondoka peke yangu. Na niona nimekuja na pete na mume wangu. Niliondoka peke yangu nimekuja na pikipiki kangu. Niliondoka peke yangu kuna kitenge kipya nimekuja nacho. Ni kwa sababu ulianza kujenga mtazamo positive nje na ndugu zako. Wakati wenzako wakiwaza kulima wewe waza biashara. Wakati wenzako wakiwaza kuishia moto wewe waza mbili. Wakati wenzako wakisema kuna msimu ya ukoo wewe unasema ninaikanyaga. Hakuna msimu wa ukoo wa kunizuia nisiende mbele wala nisishanue. Lazima mambo yatokee, yanataka yasitake katika jina la Yesu. Inawezekana, sema inawezekana. Hebu sema tena inawezekana. Hebu jiseme tena, sema inawezekana. Sema tena inawezekana. Wazungu kama kuna mzungu sema it is possible. Inawezekana, sema amina. Sasa nilikuwa naomba ushuhuda wangu. Nikaanza kuishi na wale watu. Tunauza mikanda na ndio tunabadilisha biashara. Tunachukua kwa kina mangi pale. Kulikuwa mchanga mmoja, kwa hiyo unachukua bidhaa pale. Unaweza kuchukua mzigo. Unauza ukiona umetea hesabu yako. Unachukua mzigo unauza unaletea hesabu zako. Wale niliokuwa ninafanya nao kazi pale stendi. Wanafikiri mimi ni wa kwao. Nikamtajua. Siku ya mwisho kabisa nilikaa pale miezi 11. Nimeshapata kwenye kibo changu kama milioni 2. Nikamwambia hii ngoma ndio imenyanyuka hivi. Walishangaa na wapungia hivi. Napanda budi nikamwambia naenda chuo Dar es Salaam. Jamaa yangu mmoja alisema na wewe jambo za kwa chao. Kapo salamu. Haiwezekani tumekaa na wewe. Sisi tulikuwa tunafikiwa darasa la 7. Kumbe umesoma. Wewe sio mtu mzuri. Nikamwambia mimi huwa sio mtu mzuri na ukinichezea. Kwanza nikamwambia mimi sio mtu. Kuna watu tunaona hapa tunasema isini watu. Kuna watu sio watu. Akishajenga mtazamo wake ndani. Akasema huu ukuta lazima ubomoke. Anaamua. Amua kubadilisha maisha ya familia yenu. Utashikilia hiyo dini ni mali kwenu mpaka lini? Utashikilia hilo tambiko mpaka lini? Hebu amua kubadilisha kwamba it is possible. Aisee mlango. Nikavunja kibubu nikanyosha goti. Kila nikifunga nikienda kusalimia Morogoro na makuta wenzangu bado napiga mapema bado. Waleti 1000 kama vipande kwa tunaendelea. Stendi kibadilika tabadilika naye. Wenzako sikiliza. Anza kubadilisha mtu anaye. Kuna siku za mtu anaye na kwa pointi za speed kwa dakika 10. Naomba uandike kama shule tulijifunza kipindi kinaitwa Imla. Kwa nini mtu anaye? Moja, kukupatia ushindi katikati ya vita. Kwa nini mtu anaye?
ili kupata ushindi katikati ya vita. Na nilishawaambia watumishi wa Mungu, life is war, maisha ni vita. Ukikaa kwenye maisha ukafikiri maisha ni chipsi, chipsi hata utafuni na meza. Maisha ni ugali, tena sio sembe wala nona, ni ugali ule wa ulezi. Hello, life is war. Kwa hiyo unapokuimarisha mtu wako wa ndani, haina namba moja, itakusaidia kupambana katikati ya vita. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu mbele iko vita. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 4. Naomba twende kwa spidi. Samueli wa pili 22 mstari wa 4. Na mtu mmoja Yesu anatafutia Isaya 43:1 ili atafute Samueli wa kwanza na pili. Ili twende kwa spidi. Nataka hili somo langu liwe fupi na kwa spidi haraka sana kwa sababu na agenda. Nisikilize wakati anatafuta mtumishi wa Mungu. Sikiliza. Vita inapokuja, vita kwa wanadamu inapokuja, yaani yale unayoitaka majaribu, baba nimejaribiwa. Yaani tena unaanza kujiibisha, majaribu ni mtaji, sio mtaji. Majaribu yanakuja kuua mtu wako wa ndani. Aliye mnyonge anasema mimi ni mnyonge tu. Ambaye anajiona kama yeye yuko chini anasema mimi nitazidi kwenda chini tu. Ambaye hawezi anasema siwezi jumla, ila mwanamke akiwezeshwa. Na kwa pole sana. Sasa hivi hakuna mwanamke akuwezeshwa. Juzi nilikuwa namsikiza brada mmoja, alikuwa anafanya interview na wadada kanifurahisha. Akasema mwanamke anayetaka kuolewa na kijana tajiri atafute pesa. Yaani binti anataka I need a rich husband. You cannot meet a rich husband kama wewe ni maskini. Tafuta hela binti. Tunatafuta wadada wenye pesa. Mmemwona yule kijana aliyemuoa binti wa Rais Ruto? Amen. Alishakaa kwenye kiti na Malkia Elizabeth wa Uingereza. Ameshatajwa mmoja wa vijana tajiri duniani. Nilikuwa nasoma kwenye gazeti na limemtaja kuwa na utajiri wa bilioni 3. Unamchukuaje binti wa rais? Hauna hela. Okay, tunaendelea. Maana maisha ni vita. Soma kitabu cha Samueli wa pili 22 mstari wa 4. Nitamwita Bwana. Hebu soma kwa maana ili wasikie walioko na mbali na mbali. Nitasoma katika jina la Yesu. Samueli wa pili mstari wa 4. Samueli wa pili 22 mstari wa 4. Inasema kwamba nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Samueli wa pili mstari wa 4. Samueli wa pili 22 mstari wa 4. Hebu rudia huo mstari. Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, ndio hivyo nitaokoka na adui zangu. Inawezekana sio. Okay. Amen. Ilikuwa ni Samueli wa pili mstari wa 41. Naomba nikusomee mstari wa 41. Sio 4. Yaani kwenye 4 ongeza moja pale, hiyo 41. Ni Samueli wa pili hiyo ile 41. Biblia inasema naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo ili niwafikirie mbali wanaonichukia. Adui zangu umewafanya wanipe visogo. Maanake huyu alifika mahali pa kupigana vita. It is Daudi. Mpaka adui wakafika mahali pa kumkimbia. Upigane vita kuimarika kiroho mpaka adui mwenyewe akimbie mwenyewe katika jina la Yesu. Amen. Adui anayeroga ndoa yako akimbie mwenyewe. Amen. Adui anayeleta chumoleta kwenye biashara akimbie mwenyewe. Amen. Adui anayekuja kukupandisha kwame yeye. Anayechimba shimo adumukie mwenyewe. Anayepanga mauti yake yeye. Anayepanga hasara zipate yeye.
yeye, aliyetuma magonjwa yamrudie, anayeamua kukukwamisha mpande yeye. Katika jina la Yesu Kristo, maisha ya kuimarika yatakusaidia wewe kuwa mtu wa vita na kuwa moto na kuimarika katika maadui katika jina la Yesu. Ninatamka ukaimarike katika jina la Yesu. Vita yako ukaishinde katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu unaoshinda vita ukawe juu yako, ukusaidia kushinda kirahisi katika jina la Yesu. Yale ambayo yawezekani yakawezekana katika jina la Yesu. Soma Isaya 40, Isaya 43 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya sura ya 43 mstari wa kwanza mpaka wa pili nasema, lakini sasa Bwana aliyekuhuluku yeye Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi, usiogope, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nao, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Unasikia the principles? Uendapo katika moto, uendapo katika moto. Unaona faida za kuimarika kiroho. When you move to a fire, hautateketea. Sikiliza, principle ya wana wa Mungu sio kuwa mbali na moto, ni kuwa kwenye moto huo. Wakishaingizwa kwenye moto, anatokea mtu wangapi? Amen. Kuna mtu wa nne yuko ndani yangu. Haleluya. Amen. Kila jaribu utakalopita, adui anatakiwa experience kwamba wewe ni moto. Ndio maana nataka kuimarika kiroho. Tangu nimemroga huyu jamaa hii biashara bwana hivi, anashangaa unaendelea. Kwa sababu gani? You are fire. Tunapohitimisha haya maombi, wewe ukawe moto. Amen. Nasema uondoke ukawe moto. Amen. Vita itakapotokea ukashinde kirahisi. Amen. Point namba 2. Kwa nini tunatakiwa? Faida kukuwezesha kumiliki vitu. Yoshua 14 mstari wa 10 mpaka 12. Kukuwezesha kumiliki vitu. Kukuwezesha kumiliki vitu. Kukuwezesha kumiliki vitu. Kukuwezesha kumiliki vitu. Wewe nikupe kodi kidogo. Nimesema Yoshua ngapi? 14 mstari wa 10 mpaka wa 12. Tafuta hiyo andiko. Kukuwezesha kumiliki vitu. Kwa mfano, mahali penu pa kazi ulipoajiriwa, kuna watu wameenda kwa waganga, wametafuta dawa ili wapande vyeo, wametafuta dawa ili wapande mshahara. Wewe ambaye una ilizi na dawa unafanya, lazima uwe mtu ambaye una moto wa Mungu. Kukuwezesha kumiliki vitu. Ulimwengu wa roho una madaraja. Ulimwengu wa roho unaitwa wanaopigana. Ulimwengu wa roho unaitwa waliomaanisha. Ukisoma kwenye kitabu cha Yoshua hapo, soma kwanza tusikie. Yoshua sura ya 14 mstari wa 10 mpaka wa 12 nasema, ndio. Sasa basi, angalia yeye Bwana ameniweka hai, kama alivyosema miaka hii 45. Tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli waliokuwa wakienenda barani. Ndio. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85. Ndio umri wangu. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliyonituma. Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi
Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma. Yumkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Amen. Isha hapo. Amina. Utamaliza kwa muda wako mwingine. Wewe ni kufafanulia kidogo. Ukisoma hicho kitabu cha Yoshua, unaona watu walioenda kuimiliki Kanaani walikuwa ni watu wawili. Amen. Walioingia Kanaani. Kile kizazi chote alichokiagiza Musa kilisha. Akabaki Yoshua na Kalebu. Mungu akamwambia Yoshua, kila nyayo za miguu yako zitakapokanyaga nimekupa. Kalebu hakumilikishwa. Wewe endelea kuishi. Walipofika miaka 85, akasema hapana. Bado nina nguvu zangu kama kipindi kile Musa alivyotuagiza. Ninaona mlima umebaki na maadui. Anamwambia Yoshua, niruhusu niende nikapigane nao na mimi nikamiliki mlima wangu. Amen. Imetosha. Niache niende nikamiliki mlima wangu. Maana nini? Kila unapotunza nguvu za kiroho, kila unapoimarika kiroho, unapewa another opportunity ya kumiliki tena. Nisikilize mwambie, kuna watu wameamua kuroga kweli ili wapate leo. Kuna watu wameamua kuroga kweli wamuibe mpaka mmeo. Wamkamate. Wakamate mpaka ndoa za watu. Bwana, nimechoka, nimefikisha miaka hii 41, sina mume. Liwalo na liwe. Naenda kwa mganga, natafuta dawa, lazima hata kama ni mume wa mtu, hata kama ni kijana fulani, namkamata. Namweka hapa. Kumiliki mume mkao wewe bado ndio rojo. Unapenda sana chips. Mama siku 21 utakuwa hata siku moja. Wewe binti wewe. Wewe kumiliki cheo kwa rojo. Kuna pesa unaiona kwa rojo. Amen. Kuna maisha tasikilizia hapa mjini kwa rojo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Amina. Fuatilia matajiri wale wanaotoa kafara. Kuna kifua wewe. Mlete mwanao mpendaye. Na wanamleta hapo, choma na kisu. Hasiwezi sasa. Maana yake kwa Mungu there is unsacred grace. Ya kuhakikisha unaimarika kiroho. Unakamata nguvu za Mungu kiroho ili uweze kumiliki. Nini utakuwa na biashara yako? Bwana, nilikuwa hapa kwenye biashara, sasa biashara haipo tena, nimeamua kukaa. Wewe. Imarisha kiroho chako. Majaya ndio watakao baki wenye nguvu rohoni. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni. Chochote utakachotaka kumiliki na ili ukae nacho, uendelee kukimiliki kiwe cha kwako. Amen. Imarisha, acha kulalamika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Zamani wakati tumeanza huduma hii, kuna mama mmoja alikuja hapa, akasema nikagundua mume wangu anatoka nje ya ndoa. Nikasema na mimi nitamkomoa. Nikaenda nikanunua kamili sio. Nikanunua kitobu kabaki nje. Nikanunua vile nipolezi kwa kwenye ndoa. Nasema na mimi nilipofika jioni nikatoka. Hii ya ngoma maua. Nikapanga foleni. Nikaweka na mguu hivi. Watu waone baada ya hapo wakuja. Siku ya kwanza akasema bali nasema atarudi siku ya pili. No. Siku ya tatu no. Siku ya 4. Anashangaa amekaa pale, akapita kwa injilisti wa kanisa kwao. Akasema hivi huyu ni mama fulani au? Amina. Oya. Anamwambia nilikimbia. Is it a true story? Sikuraishi bada. Anasema nilikaa pale siku 4. Hasa siku nyingine nikabidi tu nibale vizuri nikaenda pale. Nikabidi nianze kuongea na wale wana. Nikamwambia hivi, nyinyi mnatumia nini? Kwa nini mnawavuta? Labda jinga wewe, hatuje hapa Disemba. Lazima tuwe na kitu. Akimuona tu mume wa mtu hivi kama alivyo kiroho na yeye.
anachanganyikiwa pale pale. Kama mtu ni kahaba anajiuza, anatumia nguvu ya dawa kumvuta mume wa mtu. Ukahaba, yaani bado yuko kwenye matendo machafu na anarudi kwenye uchafu huo. Alafu ufikiri shetani aachilie pesa kirahisi. Shetani aachilie wateja kirahisi. Shetani aachilie tenda kirahisi. Shetani aachilie tu, yaani kuvuma na kufumbua mume wewe. Sio wewe. Sio shetani ndani mtu wa mimi. Lazima ujenge kuimarika kiroho. Amen. Sema amina kama umenielewa. Amina. Kila unapoanza kuona unashuka kiroho, unashuka hata kimaisha, ujue kiroho chako kimeanza kushuka. Pointi namba 3. Nimesema na kibeba siku. Nguvu ya ndani inakuwezesha kupanda viwango. 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 Tukulo aliambia mtu aliamua kujidhamisha kujenga nguvu ya ndani. Baada ya miaka 2-3 sio yule. Baada ya miaka 4 sio yule. Baada ya miaka 5 sio yule. Baada ya miaka 6 sio yule. Miaka 10 ijapokuja sio yule. Ni kwa sababu ameamua kujijenga kiroho. Mimi nimeshafanya tafiti za ajabu sana. Nimekutana na mama mwingine kwenye hii huduma. Kila nilipokuwa nikikutana naye, sasa hivi simuoni. Ameokoka, yuko kanisa fulani. Anamwambia mimi nimeokoka mwaka 83. 83 mpaka labda mwaka huu. Unaona ni miaka zaidi ya 40 na ngapi? Kitenda kipitaga hapa ni hicho. Kama ni wokovu kwa hivyo na wacha. Siniende kuungana. Wewe hata kitendo na wewe unabadilisha. Huo ni wokovu. Au umekuja kufanya mtani katika kanisa. Unakusaidia kupanda viwango rohoni na mwilini. Lazima uwe na kitu cha kushuhudia kwamba Jesus is Lord. Why Jesus is Lord? Amelitoa hapa amelipeleka hapa. Nilikuwa hivi sasa hivi. Nilikuwa siwezi sasa naweza. Na aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Uhodari kwa sababu unaona unapanda viwango. Naomi ulitoka Katoliki. Salamu Maria, umejaa neema. Bwana yuko nawe, barikiwa kwa na yote. Na Yesu mzao tumbo lako. Bado uko hapa mwaka mzima. Tukisema tuombe kama anavyofanya mchungaji. Maombi ile ndio ukisikia nyao tu anapiga nyao hapo hapo sebuleni kwako usiku. Utasinzia. Presence itakuwa juu. Ukisikia kakichomi baba fulani niletee maji na kufa. Dawa na sabuta. Tumefundisha afya ya kiungu. Lazima kila kuimarika kiroho kuna kusaidia wewe kupanda viwango. Unapojitathmini tangu umeingia kwa Yesu, unatamani kwenda kwa Yesu? Kwa Yesu la sio la. Lazima unaposema kwa Yesu ni la, kuna vitu unashuhudia kwamba Yesu ndiye amefanya hivi. Hatujafika kwenye level ya kumiliki bilioni. Hatujafika level ya kumiliki mamilioni 100. Hatuna level ya kumiliki magorofa. Hatuna level ya kumiliki majumba mengine madogo madogo ya kawaida. Lakini hata maisha ya kawaida yanashika kubadilika. Ile dhambi ikuzingira, Biblia inasema na tuiweke kama ile dhambi tuzingirayo kiwepesi. Kiwepesi. Unaijua hiyo dhambi ikuzingirayo? Mwaka wa 4 unazunguka kwenye huo mlima wa hiyo dhambi. Yaani tangu ni mwaka wa 4 ni umbea tata. Yaani ukisikia tu habari ya kwamba kuna kikundi cha wambea, unasema tena wameshona na sare. Hii ngoma ni mimi pale pale. Dhambi kuzingira kwa wepesi. Umepata viwango wapi? Sasa unapokuwa na umeimarika kiroho sasa, faida yake ni kwamba unaanza kuona kuna hatua za kiroho unapiga hata kwenye maombi. I say, tukisoma kwa kweli
kweli namshukuru hata hii miezi 6 hii nilipoanza kuja mlima wa Bwana. Ninaona kuna kamoto kama maombi nimeanza. Nikikazana kuna hatua. Yaani nilikuwa kuna mtu mmoja akaniambia nikifungua tu Biblia usingizi unapotoka sielewi. Umeanza mwaka mzima haujawahi kusoma hata sura moja ya Mathayo. Hauelewi Yesu alizaliwa Galilaya au Bethlehem. Bahati mbaya sana na wewe dini uliokulia kule, sijui kijiji cha wapi, haujawahi kufundishwa Sunday school kama mimi. Mimi Sunday school nimezifunza huko mjini. Kwanza dini tulikuwa tunaenda Pasaka na Christmas. Na wenyewe ukijua padi gazeti na gari ya wewe kwa sababu unaenda kushangaa gari ya padi. Na kweli ndio mduruva zaliwa. Wale wacheni hii kwa sababu kuna kitu tulikikamata kwenye wokovu tukajua. Kwamba kuna kiwango naona unajikisha. Mtu wako wa ndani asipokula chakula utashuka tu. Mtu wako wa ndani asipoimarika utashuka tu. Hamna kiwango utapiga. Kumbuka, maisha ni kitu cha kiroho. Life is spiritual. Jina la Bwana barikiwe. Tunapomaliza haya maombi, Mungu akupandisha kiwango chako cha kiroho. Amen. Nasema haya maombi yakiisha, Mungu akupandisha kiwango chako cha kiroho. Ulikuwa unashii kuomba hata kutamka, Baba kwa jina sikukemea hata shetani. Leo wazi hata kukemea kidogo kidogo. Amen. Biblia inasema hatua za mtu zinaimarishwa na nani? Leo Mungu akupe hata hatua mbili kutoka hapo ulipoenda kwenye hatua nyingine. Amen. Ulikuwa unapata buku yote unakula. Angalau ukitoka hapo uanze kusema natengeneza kakibuku naweka hata shilingi 50. Baada ya Jumapili nina shilingi 200. Kuna hatua bado. Nguo yenu nafika mahali mpaka akija mama bless hapa mbarisha kila leo anasema anajidai sana. Wanajidai kwa sababu hawana kazi. Yaani wanajidai kila Jumapili wanakuja na gauni nyingine. Yaani wale tu wanakuja na kiatu kirefu. Umefika mahali pa kuwa na wiki mpaka Mungu ameacha kukukumbuka. Mungu akupe hatua na wewe akukumbuke katika jina la Yesu. Akupandishe viwango katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya kupanda viwango. Viwango vyako vikapande. Uchumi wako kapande. Maisha yako yakapande. Ulipo utoke hapa uwe jasiri na shujaa. Sema amen. Wewe nipende. Vipengele vidogo kwenye kupanda. Kudumaa ni matokeo ya kudumaa ndani. Kudumaa mwilini ni matokeo ya kudumaa ndani. Kudumaa mwilini ni matokeo ya kudumaa ndani. Nguvu za rohoni au kuwaka mwilini rohoni ni matokeo ya kuwaka mwilini. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa naomba na familia moja juzi wako Mpwani, kwa mwanao kupatia mtandao. Yaani yule baba wakati akitoka ndani pale wanapoishi, gari kitu cha ajabu, amepiga hatua kama kutoka, ananiambia kutoka pale kwa kanapoishi kuna kama kamteremko, akadondoka pale pale, mguu ukatebuka haya maeneo, akajikuta ni mguu hili hapa, kaanza kutembelea magogo. Wakati mtu ananiunganisha naye, ana miezi 2 anashikilia magogo. Nikamuombea the moment right now, ile roho ikamwachia na magogo akayaacha. Kwa simu tukaanza kuomba naye, nikamwelekeza aendelee kuomba, tukaomba. Siku tulipokuwa tunahitimisha yale maombi, jioni yake anasema sijui amesahau nini kama saa 2. Duka anasema wewe twende niende kibandani. Anashuka pale pale mke wake naye akapigwa, akadondoshia goti. Ile mguu hili hapa. The same area. Lakini nalenga nini? Anasema kila tunapopata pesa, yule anafanya biashara ya kuuza mbuzi. Ananunua mbuzi, anaenda anapeleka sokoni. Anasema hata ninapokuambia nimetoka kuuza mbuzi 3 hapa sokoni, mchungaji, nina kitu kama 2.5. Mke wangu ameshapigwa tayari. Kwa sababu they knows baba ameingiza hela. Nikamwambia una miaka mingapi? Karibu 60 na miaka kama 40 ngapi?
kama uliwahi kumiliki cash kama milioni 2, anasema hela niliyowahi kumiliki ya mwisho ni $700,000. Kuna miaka 12. Nikasema Mungu akakupandisha hiyo katika jina la Yesu. Amen. Sheki ya kwanza sasa kwa karoli. Asifiwe Yesu Kristo. Namba 4. Nguvu ya ndani inakufanya utende maajabu. 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 Jana amani nilipeleka gari, nilikuwa nimekaa pale wakati fundi anacheki. Sasa kijana mmoja alinifuata, nikawa naongea naye. Akasema ni mchungaji baba. Akasema kwanza kujua kama ni mchungaji. Akasema hivi kuna vitu kama miujiza dunia. Sasa wanakuwa tunadanganya sana. Hamna kitu kama miujiza. Hawezi kutokea kitu kama miujiza. Nikamwambia waamini kama miujiza, akasema yeye. Nikamwambia kama unatendea muujiza huwezi kuamini katika muujiza. Nguvu ya ndani inakusaidia kutenda maajabu. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu, uliyepo hapa, hakuna ajabu lolote litatokea duniani. Unaweza kuishi miaka 200, litakushangaza kama nguvu yako inaendelea kuwa chache. Ifike mahali ukasirike na maisha yanayo. Uanze kusema hivi, pesa ikiwa Kigoma, naita Dar es Salaam. Naita Dar es Salaam. Naita Dar es Salaam. Naita pesa. Sijajua itakuja lakini naita pesa. Unaita siku ya kwanza inanyamaza. Siku ya pili, siku ya 4, siku ya 5. Mwezi wa 4, mwaka wa 5 unashangaa. Yesu alikuwa anatembea juu ya maji. Walifikiri sio Yesu. Sad ilipofika, Petro akamwona, it is Jesus, kumwambia njoo. Mashaka na wasiwasi ndani yako inaua nguvu ya kutenda maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kijana ndio anaongea anasema, Bwana unajua miujiza nini nachojua ili upate pesa. Yaani inaweza ikatokea kwamba ufanye kazi. Maana niligundua ni Mkristo uchwara fulani. Maana asifanya kazi asile. Wakristo mchwara wana maandiko kujitetea. Atakwambia tabariki kazi ya mikono yako. Ukimpiga unaambia uanyeshia mvua wema na waovu. Ukimpiga yeye anaambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wa dini na maandiko Mafarisayo. Anasema katika Danieli 11 mstari 32, bali wao wamjua Mungu wao watatenda mambo makuu. Unataka kutenda maajabu, wekeza kwenye kumjua Mungu. You will experience the miracle of God. Naomba mnisamehe, sina uwezo kutafsiri, ila naweza kuongea. Unataka kushuhudia miujiza ya Mungu, anza kuwekeza kumjua Mungu. Siku moja niwahi kusimulia kaambia hivi, the moment unapoanza kwenda kwa mganga, siku ya kwanza hawezi kukwambia toa kafara ya mwanao. Atakwambia wewe leta pesa, leta raniki kitambaa, ngombe kuchanja chale. Kuna watu wamevuka level ya kutoa vitambaa, wamevuka level ya kuchanja chale. Wana levels. Wana level, wana kifua. Maana wana kifua. Wana kifua. Nakumbuka mtumishi wa Mungu Felix alisema toa ulicho nacho ili upate usichokuwa nacho. Amen. Ndio kanuni ya kiungu. Bali wao wamjua Mungu wao. Kuna mama mmoja alikuwa anamuombea. Na yeye yuko mkwani. Nikamuuliza swali moja.
Akaniambia ana miaka 61 ya kuzaliwa. Na nikamwambia hivi, nataka tuombe maombi ya Hezekia. Mungu aliondoa ile kisukari. Lakini hebu niambie, ni kitu gani wewe kutoa mahali pa ibada ya Mungu ili tumkumbushe Mungu kwamba Mungu kumbuka. Hebu nikumbushe sadaka kubwa kidogo ambayo wewe kutoa ambayo ulipoitoa. Sasa leo nimetoa. Una miaka 30 leo hapo unasema Mungu atani maajabu. Umeutoa nini? Ama unasema kwa kweli nimegusa baraka Mungu. Wewe utatoa mwanao. Wewe Flora, hicho kitu unacho. Ndio tena baba bilioni zipo bana. Hebu nimeshapata chawi. Sasa kwa Mungu anaweza kuleta testimony kama hiyo. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Kama unataka kuexperience miujiza ya Mungu, haujaanza kuwaza na kufikiri na kutafakari na kuachia moyo wako, kuna kitu unaweza kumtolea Mungu kwamba kwenye shida yangu nitageuka kama Hezekia, kwamba Mungu hakuna kifo hapa, hakuna mtu kufa hapa, hapi mtu hapa, hii kisukari ya yule mtu hapa, hii mauti ya yule mtu hapa, hii ajali ya yule mtu hapa. Ndugu yangu, you cannot experience it. Na ile inaitwa kuimarisha mtu wa ndani. Hivi unajua kuna mtu hapa akitoa 5,000 hapa, akitoa 5,000. Leo hata hapa. 5,000 tu. 5 hapa, tuko hapa. 5,000. Kuna mtu hapa akitoa 5,000 hata hapa. Umetrain mtu wako ndani pia. Umemaanisha? Unataka kupanda viwango, anza kuwekeza mtu wako ndani. Usipowekeza mtu wako ndani, huku juu unakokwenda kuna mahali utapanda. Kwa sababu unahitaji uwe umekula ugali. Nimekwambia sio ugali wa sembe. Kuna hitaji ule ugali. Kienda pale Mwanza Nyegezi, wale ambao tumeshaenda Mwanza tunajua. Kuna kijiwe fulani wanapika ule ugali wa mtama. Sijajua wale mnaotokea kanda za kule Mbeya. Mmezoea viazi vya mbatata. Unawafanya mwe rojo. Sikiliza mwambie. Anza kutrain mtu wako ndani. Halo. Anza kufundisha mtu wako ndani. Halo. Una gauni nzuri, Mungu anamwambia mpe dada fulani. Anakujenga na gauni moja. Hapa mimi naomba ile gauni asiache. Mpe kitu kizuri kipendacho. Wewe sadaka unazozitoa ni sadaka ambazo uzipende. Naona kama hii suti imeanza kuchaka. Hichi kitambaa kimechakaa. Hili shati limechakaa. Ndio naomba mtu. Hiki kiatu naona kimeanza kwenda upande au akinitoshi. Yana subiri kiatu kivae furaha mpaka siku isitoshe. Ndio umpe ile dada. Hicho kiatu cha shilingi 45. Kuna siku nimepata hela. Kuna mtu nimemfanyia huduma. Nilikuwa na shida kweli na mimi nataka nivae. Nimepata kama laki moja. Mungu ananiambia hiyo hela usije hata 100. Hakikisha unamvalisha mkeo. Nikamwambia twende Kariakoo. Tukafika Kariakoo nikamwambia hivi. Chagua gauni kama 60,000 kama chana 60,000 nataka uchukue hiyo 50,000 kitu. Amen. Sijavaa mimi mwenyewe. Kumtanguliza mwenzio ujue. Kumchangulia kitu kilicho bora ujue. Nitachukua kiatu cha 20 akachukua kiatu cha shilingi 40. Ha. Leo mimi sijamwambia na kesho shingapi. Lakini ile ndio ambayo na Mungu akisha inaisha. Anataka kuchukua hizo nguo za ndani za 1,000 mimi kaambia chana hizo chakula nataka hizo zilizotundikwa juu. Listen to me. Train your heart kwamba kuna hela ikiingia unaweza kaitoa. Ndio ukwaje kiroho. Yaani kile kizuri ile gauni ulipendalo, niletee mwanao umpendaye. Kuna viwango vya kiroho unataka upande uanze kumiliki. Train mtu wako wa ndani. Kwamba nina buku ndio niliyobakisha, lakini nikipiga hesabu mimi natokea 77. Na hii ni buku
Nitatoa 500 nitaenda pale Kizuni nitapanda gari. Unasema leo unatembea kwa mguu. Kufika mahali ambapo kaanza kumwamini Mungu kwenye haiko ili iwepo. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Anasema bali mtu wa Mungu wao watatenda mambo makubwa. Mahali utaanza kutenda moyo wako, unaweza kupita mahali wengine wameshika kupita. Unaweza kukabiliana na vita ambayo ndio waangamiza wengine. Unaweza kwenda kutafuta frame mahali ambapo wanakwambia hapa hamna frame. Nilisikia juzi nilikuwa narudia ule ushuhuda juzi. Mahali wenzako wametafuta zile frame, wametafuta maeneo ya biashara wapati. Wao wanasema hapa amwaki mtu. Hii za kemu hii tena sio magari ya nani namtaka barabarani. Hapo unashangaa kuna mtu mmoja ameshindwa kodi, wewe pale. You cannot experience miracle kama wewe hujadileni mtu wako ndani. Maana imarisha mtu wako ndani. Sasa tunaimarishaje mtu wako wetu ndani? Kuna vipengele vikuu nne. Kuwa mtu wa neno na maombi. Ili uanze kuimarisha mtu wako ndani. Ndani paimarike. To be a giant wa mtu wa neno na maombi. Usiwe msikiaji wa neno, uwe mtendaji wa neno. Una mahali neno linaweza likakwambia hivi. Unapokanyaga pana moto. Sikanyaga. Ukijaribu kuleta pana moto tena, sikanyaga. Ukiweka tena mara ya 3 pana moto. Unasema kama huu moto unaunguza hivi, mimi ndio naachana hapo. The giant of people wanasema mimi nakanyaga hapo. Yaani kuna mahali unamwambia hivi, wewe mwanaume, ninajua umenipangia chumba, ni mwaka wa pili, hutaki kunioa, sema. Na mimi nasema. Lakini huko wewe kwambia utaishije? Nalala chapa mjinga. Unaona? Alafu hauna akili wewe. Mimi ndo nakuweka mjini, mimi ndo kila kitu. Yaani anakuwa anajiproud. Amejifanya Mungu mtu wako. Siku leo tunazungumza nao. Kuna mtu anamwambia, mimi ndo nakuweka mjini. Bila mimi hawezi kutoboa. Hata bosi kazini. Na kweli unamuinamia na kusujudia, unamshika mpaka miguu. Uishi milele. Akisema usije ibada, hakuna ibada. Nije nikukuta unasoma Biblia. Sitaki mambo ya Kristo ulokole hapo. Kwenye kampuni yangu. Basi ndio mambo ya ulokole hapo. Na nikiona kufuza kazi. Bosi samani nimekosea. Yaani sitaomba tena kabisa. Na Biblia hautaiona kabisa. Unaenda unaiweka kwenye kabati, inapata kwetu. Jumapili ambapo mchungaji, nyama vile pastor. Yaani ambize sana ili atakutumia kasadaka fulani. Leo naenda kumsujudia huyo mhindi mjinga au kumwabudu Mungu. Mungu anakuchangulia. Sema hayo tuendelee. Kuna mahali unaliamini neno, unaliapply neno, unaliabudu, unalitumia neno, linakuwa moto. Unaweza kuna mahali ambapo neno linakwambia stop. Hiyo ni dhambi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata kama huyo mwanaume anakupangia nyumba, anakupa kodi, analisomesha mtoto mwambie aise. Na hamisha mtoto kwenye shule unayomsomesha, utapeleka shule ya kawaida. Hauwezi kukaa na mimi mwaka wa 7. Nyumbani wakujui. Mchungaji akujui. Nimekuwa mwongo sana kwa Mungu na kanisa. Naamua kusikiliza neno. Sitakaa gizani. Jina la Bwana Yesu Kristo lisifiwe. Amen. Na mwanangu mmoja hapa tuliwahi kumwambia akafanya vidonda vya tumbo nikamwambia hivi. Tutaomba masaa 24. Baba nitakufa. Baba nikamwambia kuna ukifa utakuzika. Kitabu cha mazishi ninacho hapo ofisini. Nimepewa mamlaka ya kuzika na kufufua. Tapaji sasa baba. Nilipoona anakuwa mwepesi na sasa. Mwanangu kwa saa 12. Fika jioni tafungulia. Ila tafungia kanisani. Amen. Alipofika tu mlango wa kanisa nikafunga mbele. Nikamwambia hii mama nikesha asubuhi.
Kwa hiyo nikitaka kwenda chooni kaambia hakuna habari ya chooni. Kojoa humu. Kunya humu. Maliza kila kitu humu. Ninachotaka ni matokeo. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Wewe maombi ya masaa 6 unasinzia. Saa 6, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. I am dying. Maji hapo hapa. Yaani unaanza kumwagia maji. Kitakachopata kwa hiyo sio kidogo. Kumbe mengine unameza. If you cannot risk kuimarisha mtu wako hata kwamba mwili kufa. Hii tabari imetosha. Lakini tu neno na maombi. Yaani kuingia kwenye maombi ambayo unataka kuomba ili kitu kitokee. Siku 21 zote zimeisha. Tumemaliza leo. Hata siku hii. Hivi kweli? Sio unaweza. Hapo unajiita mimi ni shujaa. Aliye mnyonge. Soma hiyo yale ni ngapi? 3:10. Soma tena basi. Wewe unaweza kujiita hiyo kweli kabisa. Kweli kabisa. Hapo nataka mtu wako ndani awe na mamlaka. Mkemee yule mshauri anayekuja kuroga hiyo biashara. Atakuweza tu. Soma hiyo yale 3:10. Ili wasikie tena. Nimesema neno na maombi. Yafueni majembe yenu. Yafueni majembe yenu. Yaani hakikisha jembe lako kienda kulima. Wakulima mnanielewa? Wakulima hoye. Amen. Najua ninao wachache wengine ni wafanyakazi na matajiri wa baadaye kufanya biashara. Haya wakulima hoye. Hoye. Usipeleke jembe shambani kununua visiki kabla hujalinoa. Tafuta kinoleo noa ili ukilengesha kwenye kisiki. Kisiki inawezekana ni hiyo roho ya chuma ulete. Kisiki ni anayeiba mumeo. Kisiki ni roho za giza. Kisiki ni umasikini. Kisiki ni maonezi. Kisiki ni hiyo kilichokuzuia. Anakikana na majina Yesu. Achia wewe maskini kwa familia yako. Umeanza kujitambua huyu Lilia. Sasa hivi anapiga roho ya maskini. Ngoja tuone kama ataendelea. Miundu yenu iwe mikuki. Miundu yenu iwe mikuki. Aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Aseme mimi ni hodari. Amen. Kuna baba yangu mdogo ameshafariki. Yule baba yangu mdogo alikuwa anafuga ng'ombe na mbuzi. Akifuga wakiwa wengi, wezi wanakuja wanaiba. Akifuga wakiwa wengi, wezi wanakuja wanaiba. Mwaka mmoja akapata taarifa kwamba wameanza kuiba. Akasema sasa hivi naacha kulala ndani. Akachukua ile mishale, akaitia sumu. Akaichemsha. Aweka hapa mishale yake akawa analala nje. Akabla wanawake, yeye dalili gani? Anaenda anabana sehemu saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 na moja anarudi. Siku ya kwanza, siku ya pili, wiki kama 4. Wakaja wezi. Fungua lile sisi, anza kuswali. Akachukua sasa. Anasema na mishale yenu mimi iwe nini? Iwe nini? Iwe na makali, iwe na makali. Yule baba yangu mdogo aliua wezi 4. Sio kwa bunduki. Alikuwa ule mshale ukimgusa tu. Kuna mishale fulani hivi wanaitia sumu. Ikigusa tu hiyo ngome imekufa. Aliua 4. Akashuhudia tu serikali mwambie kwamba kwa ujasiri huo tunakupa mpaka leseni ya bunduki ndio ukajifunza kutumia bunduki. Wakana mpa bunduki. Tangu hapa akaogopa mpaka amekuja kufa na maamuzi ya Mungu. 4. Alitia. Sasa wewe kwa uchumi huo ule una ndugu yangu hekuja kwenye ibada hii. Maombi yako naomba ili mkemee roho ya umaskini wa familia. Ni nani atasaidia familia yenu mfano? Wewe mwenyewe unalia. Dada yako aliyopo mkoa fulani analia. Mdogo wako naye anakutegemea wewe.
Yaani ukiona simu imepigwa kwa na mama yako unasema Mungu asije akawa anasema tena nitumie mama. Na huyu masikini wa Jumapili. Tuhurumie. Yaani kuna simu unakiziona na kwanza unasikilizia. Ukipokea hapo unasema wewe nisikie sauti ya nani? Maana kila simu zikipigwa ni kupiga mzinga tu. Simu ikipigwa ni kukushusha tu. A, B, C, B. Utumishi wako mbele za Bwana. Utumishi wako mbele za Bwana. Na kwa pointi za kuandika, nimesema A neno naomba. Kuimarisha mtu wa ndani. Mtu wa ndani amekaba B, utumishi wako mbele za Bwana. Unaenda kwenye maombi. Na malizia ndio kwenye maombi. Utumishi wako mbele za Bwana. Kiwango chako cha utumishi toeni mbili yenu. Iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kupendeza ndiyo ibada yenu yenye maana. Utumishi wako mbele za Bwana. Kila unapomsogelea Mungu kwa utumishi unaimarisha. Kuna mtu mbele za Bwana haujawahi kusema dakika 10 za kuombea kazi ya Mungu. Kuna mtu mbele za Bwana umekuja ni mwaka wa pili kwenye hicho kitu, hata kitu cha 10,000 kimekushinda kanisani. Kuna mtu mbele za Bwana, yaani kusema nije hata kufagia kanisa hamna. Kuna mtu mbele za Bwana, yaani akiona muda wa sadaka anakunja uso, anasema tunamtajirisha mchungaji. Hawezi kama anatumika mbele za nani? Tukisema tuombee kanisa, yaani hapo wangesema tujiombee, ningekuwa napiga tu sawa sawa. Ila kusema muombe, kamtie utumishi wako mbele za Bwana. Kila unapotoa, unaona wewe unapoteza, hauoni kama unapata. Yaani mtazamo wako uko kwenye kutoa, hasi sio positive. Kiwango cha utumishi wako mbele za Bwana kitaimarisha mtu wako ndani. Nimesemaje? Kanisa nimesemaje? Nimesemaje? Hebu sema kiwango cha utumishi wangu mbele za Bwana kitaimarisha mtu wangu ndani. Sikiliza nikwambie. Kila mtu anayetumika kwenye madhabahu fulani, nafsi yake, roho yake, maisha yake, biashara yake, kila kitu chake kiko kwenye hiyo madhabahu. Kwa maana nikisema hivi, kwa kuwa umejitoa mbele za Bwana na nafsi yako na maisha yako umeamua kujitoa, hakuna mauti itakayokupata mwezi huu. Ikawa amen. Halo. Kama kuna bodaboda mmoja ameamua kwamba ajigeuze kwa pepo, akutoe kafara kwa imani damu yako, amesahau. Amen. Nasema amesahau. Amen. Nasema sahau. Amen. Hakuna ajali ya bodaboda. Amen. Haitakuwepo ajali ya bodaboda. Amen. Haitakuwepo ajali ya gari. Amen. Haitakuwepo ajali ya magonjwa. Amen. Magonjwa yanaweza yakatupata. Amen. Naongea na watu ambao wanasema malaika wa kanisa la mlima wa Bwana, mahali ambapo kunataka kuja bodaboda wa kipepo, atanivusha na kumbusha katika jina la Yesu. Amen. Na atakumbusha katika jina la Yesu. Amen. Ule moto upa. I said, juzi nikasikia hiyo. Hapo nikaleta taarifa mchungaji. Msema taarifa. Ama sina taarifa na sitaki kusikia taarifa mbaya. Eti mume wa mama mmoja sasa anazali ofisi pale chini. Kagonga na bodaboda, kaambia nini hizo bodaboda tunapandaga kila siku, kila dakika, kila saa. Nikaja, yaani waliponiambia mimi nikaja kwa madhabahu, nikasema hakuna mauti, sitazika makao, hakuna atakayekufa kwenye hii madhabahu. Wanangu walioko nchini na vijijini, hakuna mauti, hata kufa, hakuna bodaboda, hakuna ajali, hakuna roho ya mauti. Sina mpango wa kuzika mwaka huu, sina mpango wa kuzika. Wapendwa, sina mpango wa kuzika. Wapendwa, sina mpango wa kuzika. Wapendwa, sina mpango wa shanda kataba. Nasema sina mpango. Baada mgao wana hiyo vipi? Mbona
Kwa taarifa hapo umekimbilia madhabahuni. Nilikuwa nimesimama pale. Ana mume wa yule fulani amegonga na bodaboda amekufa hapo umekufa watu watatu nikaanza. Yaani aliponipa taarifa mimi speed nishamika madhabahuni nikasema na waagiza wa moto ukaende kwa wanangu popote walipo. Yeyote aliyeweka nafsi yake kama madhabahu ya Mungu hai, mauti tunaiahirisha, hasara tunaiahirisha, giza tunaiahirisha, mabaya tunaiahirisha. Imeandikwa ya kwamba mabaya hayatakupata wewe wala tauni lipitayo gizani. Na ninasimama mlima huu wa kinabii kutangaza ya kwamba chochote kilichokamata maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa nguvu hizi za ufungo wa siku 21 mauti tunaiahirisha. Na itakuwa hivyo kama nilivyotamka katika jina la Yesu. Nasema itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Kama mimi ambavyo sionei utaolewa na wewe. Kama mimi ambavyo siumwi hautaumwa na wewe. Kama mimi ambavyo siwezi kupata ajali ya bodaboda hautapata ajali na wewe. Kama mimi ambavyo ninapita mahali ambapo wengine hawapiti, utapita na wewe, utapita na wewe, utapita na wewe. Na ikawa hivyo in the name of Jesus. Nikupe kitu cha mwisho. Utumishi wako mbele za Bwana umeandika. Lakini kitu kimoja, ibada za pamoja. Ibada za pamoja. Ibada za pamoja. Ibada za pamoja. Kitabu cha Isaya 61:1-61. Ibada ya pamoja humfanya mtu kuwa moto. Kuna mwanangu mmoja nilikuwa namkemea sana usiku wa manane. Nimekuta ametuma message kwenye WhatsApp. Baba, I know I am busy, ananiambia kiasi cha ujinga. Na kesho tutakuja ibadani. Nikamwambia niliki hata tutakuwa ibadani. Nikamwambia cha ujinga. Siwezi kukubaliana na hiyo hali. Wewe moto unapata wapi kwenye madhabahu yako? Mbona kazini ya maisha? Mbona kwenye biashara maisha? Unapokuja hapo unakamata moto. Unaenda kulinda kwenye biashara. Unaenda kulinda kazini. Unaenda kulinda kwenye ndoa. Unaenda kulinda kwenye uchawi. Wiki tatu unatafuta moto mwingine wa kigeni wa kushambulia. Nimemkemea sana. Nikamwambia sitaki kusikiza habari. Na kama mpata madhabahu nyingine tembea. Wiki tatu naomba madhabahu wiki tatu. Vipi nilipoondoka wiki tatu hamnioni? Vipi mlianza kujisikiaje? Vipi? Yaani wingu lilikaaje vipi? Watu wa Mungu, vipi wingu lilikaaje? Wiki tatu. Na unajua kwamba nimeaga niko kwenye huduma. Wewe au abudu kokote. Jumapili eti na appointment za kazi. Si nini? Moto unapata wapi? Au kwenye kliniki cha Bwana? Na kuna Wakristo sasa hivi hapa mjini Dar es Salaam na wajua, kama hujamfuatilia haombi. Kama hujamfuatilia hafungi. Asikudanganye kama anakuwa na ibada ya nyumbani hakuna. Daladala zenyewe unakuja umeshachoka. Umeshatoka kwenye mishemishe. Umeshikilia daladala. Wengi tunatumia atibii boda. Sasa wengine barabara unasiogopa. Unakaa kwenye foleni masaa 4 kuja kufika nyumbani. Miguu imeshatetemeka. Utaomba dakika 20, utaomba saa moja, utakesha. Tumekuwa na wiki nzima hapa. Jumapili nilitangaza. Aniambie wangapi? Nilikuwa na mtu mmoja. Tunakesha nao hapa. Wengine wakija tu wanakuja kunifariji na shukuru leo nibariki tunasinzia. Tukimuuliza vipi? Ungejua majukumu yako magumu mazito. Kaambia ningekuwa namwambia ukonya energy ya kiza na mtu kwenye mfungo. Hasiwezi kusoma. Amen. Usipopata mtu mwenye moto akakushika mkono akamwambia hivi nenda kwa moto. Angalau akafanya kitu kinaitwa amkisi. Kuna mahali utavuka mwanangu. Tunakufariji watumishi, endelea kuletea sadaka tu wewe. Amen. Na mtu mmoja dada mmoja alikuwa ananiambia zimetoka mimba 4. Mume wake anamwambia sasa huo ulokole wako simuelewi na kupeleka ukelewe. Tunaanza kunywa dawa nzito za ukelewe. Kabla mwanamke mchungaji vipi bana.
Tunaenda Ukerewe, tulienda kusalimia tu, lakini nimekuja na mzizi. Mchungaji anamwambia wewe funga omba. Anamwambia funga omba, mkristo anasema mimi siwahi kufunga. Huu ni mwaka wa pili tangu nimeokoka. Yaani mchungaji ameamua kumwacha kondoo peke yake. Na wachungaji nao wameshafika mahali wamejichokea, kwa sababu Wakristo wengi tumesababisha wachungaji wachoke. Tufunge na kuomba. Ikifika saa 7 huko anakula chips mayai, mchungaji mwenyewe yuko kanisani peke yake. Anakuita kwenye mkesha au uji mkesha. Ukija ukibahatika unalala. Akiitisha sadaka za bukubuku unasema mchungaji tulimuona Jumapili anakuja na sweet ya mkini. Zile sadaka tulizopata sana Jumapili. Sasa unitaka mchungaji aje uchi. Ndio ufurahie sasa. Kwa mfano nikigeuka hivi mfano ukute koti limechanika mgongoni. Kwa mfano ungefurahia. Atuseme ukweli tu, injili inapendeza na nisikiliza, ni kwa sababu nimevaa vizuri unanisikiliza. Amen. Ningekuja shati limechanika. Ningeshangaa tu wanawake wote mnaangalia pembeni. Naona pale. Akivaa vizuri mgeni sadaka. Sasa sadaka unataka zifanye kazi gani? Kama unataka zifanye kazi ya Mungu na kwa mtumishi wa Mungu. Hapo sasa injili imeanza kuwa mbaya, anatuharibia ibada. Biblia yenyewe maana hata ibada ya dini. Lakini Roho Mtakatifu anaongea na mtu. Nasema naongea na mtu. Wiki 3 atuone sadaka zako. Wiki 3 atuone sura yako. Wiki 3 atuone ukija kuabudu. Wiki 3 atuone ukija kusifu. Wiki 3 atuone kwa maombi. Wiki 3 sote umekaa. Huyu mtu atakuwa baridi au atakuwa ni moto. Na ndio hao watu wakija kwenye ibada inakuwa Mungu. Tuombe uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unatoa wapi wakati Mungu alishaka hata hapo. Hii ndio inakuja kurudisha uwepo, sio mchezo. Inakuja imeshakauka na dunia. Machangamoto ya Yerusalemu. Wiki ndio kabisa. Wewe moto unauchukuaga wapi? Ukitaka kuwasha jiko lako unachukuaga wapi moto? Kiberiti hauna. Hauna jirani kwamba ameshawasha mkaa ngoja nichukue. Nafanya maombi mwenyewe, mimi kuhani mwenyewe, sadaka najitolea mwenyewe, nakula mwenyewe, namaliza mwenyewe, najiombea mwenyewe, kula mwenyewe, kila kitu namalizaga mwenyewe. Hakuna kuhani asiyekuwa na kuhani. Naelewa kabisa wote wa Agano Jipya sote ni makuhani. Ile ni makuhani wenye makuhani chini yetu. Amen. Usije kujifanya kwamba wewe ni kuhani. Unatakiwa na kuhani juu yako, ambaye unasubmit kiroho chako. Tukisema tunaishi mauti tunajua hii imeshakuwa. Ni wangapi walipoacha wokovu, walipoacha makanisa, walipojiacha wachungaji, wamerudi nyuma. Sasa mimi nataka kuomba, nishaanza kufunga. Siku tatu kabla siku 4. Sasa hivi naongeza pombe, sasa hivi wanazini, sasa hivi wana mambo ya ajabu, sasa hivi wamerudi nyuma. Kwa sababu walimdiaje mchungaji mmoja ambaye hajasoma. Walimdiaje mchungaji mmoja hata hajui kuhubiri. Aisee, hata kama hajui kuhubiri, najua unawezekana kama unajua kuhubiri kuliko yeye. Issue sio kujua kuhubiri, lakini moto alionao sio ulionao wewe. Njoo upate moto kwa makuhani. Njoo upate moto mahali pa madhabahu. Njoo uitishe kuimarisha kiroho chako. Asifiwe Yesu Kristo. Shetani mjanja anaweza kukuacha ukafanikiwa kifedha, pesa ukawa nayo. Mchungaji najua wakiwa na tatizo pale najua vyombo vitaungua. Atanitafuta hata kama miaka miwili. Kwanza nitafuta pesa. Yaani nitatafuta pesa yangu. Unajua nikiwa na pesa yangu nabii yote anaweza kuniombea. Aisee, kuna wakati manabii wataomba hata kina Mamposa itaomba mama. Wewe hujaona fadhilia wako watu wakina Mamposa mwaka wa 7 walipona. Hapo nashangaa tu kama mama kamoja karibu kijiji kabika pale akipokea tu baba kwa mama hata hiyo ile baba liko pale kisukari, kansa, bilioni iko kwenye account. Kiburi cha uzima. Huko ndiko napokuja kukuambia hivi, baada ya kupata pesa heshimu mkeo. Maana kuna wengine tulipopata pesa sisi wanaume, unamwona mwanamke, mke wako faa, mke wako hajasoma, mke wako hajielewi, mke wako sio mrembo, mke wako hajaelewi. Kuna wanaume, yaani kuna wanaume sasa hivi wanaombewa mabaya. Siku mlipokuwa una pesa, baba kwa Yesu tubariki. Wenyewe wanawake ambao wamesema bado wanajitafuta, muendelee kuwaombea ila mbona mnawachunguza na nyewe.
Ikiwezekana mwambie Mungu mpe pesa ya standard isije ikasababisha akaongeza mke wa 4. Mwanamke akizipata, kuna wanaume mchasa. Kuna wanaume sio kwa pesa ni mtulivu. Anakwambia mke wangu, wewe ninakuona mrembo kuliko wote hapa ndio. Sijawahi kuona mke mzuri kama wewe. Subiri asipate. Siku naanza kwenda tena sema wakati nikipanda ndege niona unashangaa aliporudi kutoka China si mpasi wewe ndio imechabadilisha. Vipi basi wewe? Mwambie hapa. Kumbe kashapata mzungu mweupe. Haya mambo yapo. Alianza kuwa busy kama niko China, niko Dubai, akirudi au kwenda Tanzania. Sio Dubai unayoijua wewe, Dubai ya hapa na nini? Gaboni, Dubai ya hapo. Goba, Dubai ya hapo na hapo bandarini, Dubai ya hapo kiwandani. Eti kisa kupata kazi ya kiwandani. Wiki ya 4. Alafu ukitoka ibadani ukikonja kwa unakuta pale pale. Usifiwe. Unajua nilienda pale nikapata shiti yangu imeisha. Kumbe anakupiga swali. Endelea kupiga swali. Ukisha kuwa baridi. Sisi tulio moto na tukuta tunaendelea kuchochea. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu soma hiyo andiko la Isaya 31 mstari wa nimalizia. Namaliza. Isaya 31:1-31. Wakati nikisoma hilo andiko kanisa usimame. Wakati nikisoma hilo andiko kanisa usimame. Tunakiamua kwa pamoja. Amen. Ninasema kwa jina la Yesu. Amen. Kwenye hii ibada ya uondoka ukiwa hodari. Unaongea mmoja kwa sema hapa. Kwenye hii ibada ya uondoka ukiwa hodari. Uondoka ukiwa moto. Na moto wako usizime kuanzia leo. Uwe na hatua nzuri ya kiroho. Maisha yako yabadilike. Viwango vyako vya kiroho vipande. Neema ya Kristo ikazidi. Wewe ni hodari, Bwana anasema mimi ni hodari. Katika jina la Yesu, mimi ni hodari katika jina la Yesu. Sema mimi ni hodari katika jina la Yesu. Mimi ni hodari katika jina la Yesu. Shekete baba, shaka baba, rika baba, shekete baba, raka baba, shekete baba, raka baba, shekete baba, rika baba, shaka baba, shekete baba, rika baba, shekete baba, rika baba, shaka baba, riko shikero, riko shikero, raka baba, mate shikero, riko shikero, raka baba, raka shikero, rika baba, shekete rika baba, shekete baba, rika baba, shekete baba, raka baba, shekete baba, shekete rika baba, shekete ninataka hodari, ninataka ushusha, ninataka ushindani kwenye maisha yangu, ninapatoka kwenye ibada katika jina la Yesu. Hebu inua mkono wako kwa sababu ya sema kwa jina la Yesu. Nataka kumaanisha sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo inakataa unyonge, inakataa maoneshi. Mimi sio mnyonge. Nataka sema mimi sio mnyonge, mimi sio mnyonge, mimi ni hodari katika jina la Yesu. Katika sifa haya tuendelee sema katika jina la Yesu. Tuendelee sema hodari sio mnyonge, tuendelee sema hodari sio mnyonge katika jina la Yesu Kristo. Katika